Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu nilishawahi kuja hapa. Nilikuja hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na hawa wafanyabiashara wenzangu hawa wako hapa. Tulibadilikiana, tulikuwa tumekaa pale. Wao walikuwepo baadhi yao wasanii na mimi pia wakanikuta msanii pia kidogo. Wakapanga hebu tulie, tugaragale tufanye hivi, lakini tulishamaliza. Tulishamaliza. Jamani, tulishamaliza Kwa sababu tulibadilikiana mambo ya kutokufuata utaratibu. Lakini mpaka sasa ninaamini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya anaendelea na kipande chake cha kiutawala, na kama kuna jambo lolote gumu na yale ambayo amewasilisha yote atafanywa kazi kadiri wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu utakavyotuelekeza. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kuwa nimetoa taarifa hii fupi kuhusiana na hizi taharuki kubwa tatu, ningeliomba sasa nitumie nafasi hii uniruhusu watu wachache Mheshimiwa Waziri Mkuu waweze kuzungumza kabla yako. Mtu wa kwanza ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Ubungo. Lakini mtu wa pili ni Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu hili la Ubungo. Na mtu wa tatu Mheshimiwa Waziri Mkuu ni waziri wa mambo ya ndani. Na mtu wa mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa Profesa Kabudi, ambaye yeye sasa kwa ridhaa yake atakukaribisha wewe ili uweze kuzungumza na Watanzania na kutupatia pole na kuwapa pole na kutupa utaratibu ambao wewe utakuwa umeuchukua ama utakuwa umeuleta kwetu kwa ajili ya utekelezaji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli mimi niwe mkweli, tangu niliposikia kwamba ukishikwa bega nyeti zinapotea, mimi nimekuwa makini sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu sina mali nyingine nayo umiliki wakiniibia mimi itakuwa mbaya sana. Imetokea taarifa ya baadhi ya watu kuiba nyeti za watu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili jambo unaweza ukaona kama la ajabu, lakini kule Sumbawanga watu wameshauliwa kwamba wameiba nyeti za watu. Hapa Ubungo hapa juzi wamepiga mtu, isingelikuwa ni jeshi la polisi walikuwa wanaondoka kabisa na kuchukua maisha ya watu. Sasa jambo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu nalo limeleta taharuki. Wakati fulani tunashindwa hata kusema ni uongo au ni kweli, lakini tumemwachia Sakapu Mlilo aweze kulishughulikia na ikiwezekana kuonya hizi taharuki ambazo zipo katika mkoa wetu. Mtu anaibuka anasema mimi nilikuwa mzima, sasa sioni kitu. Sasa haoni kitu gani? Haelezi. Hili nalo Mheshimiwa Waziri Mkuu nimeona niliseme, kwa sababu inawezekana kweli ikawa labda lipo kama lilivyo, uchunguzi unaendelea. Lakini kwa kuwa waziri wa mambo ya ndani yupo na ameshatoa pia taarifa, na hata juzi msemaji wa jeshi la polisi amezungumza vizuri sana. Sasa very likely kwamba tukizubaa kuangalia kwamba kilichopo ndio hicho wanachokizungumzia, very likely kuna agenda fiche ambayo imepanga kuharibu pia amani ambayo tunayo katika taifa letu. Sasa vyombo vya usalama vitaendelea pia kulivalia njuga ili mambo mengine yaweze kwenda vizuri. Na jambo la tatu ambalo lilileta taharuki ni hili ambalo wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu umekuja sasa kuwapa pole wa Tanzania. Naomba tupige tena makofi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuja tena hapa. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu nilishawahi kuja hapa. Nilikuja hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na hawa wafanyabiashara wenzangu hawa wako hapa. Tulibadilikiana, tulikuwa tumekaa pale. Wao walikuwepo baadhi yao wasanii na mimi pia wakanikuta msanii pia kidogo. Wakapanga hebu tulie, tugaragale tufanye hivi, lakini tulishamaliza. Tulishamaliza. Jamani, tulishamaliza Kwa sababu tulibadilikiana mambo ya kutokufuata utaratibu. Lakini mpaka sasa ninaamini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya anaendelea na kipande chake.